Kwa majina naitwa Pamela Masai, ni mwanachama hai wa Chadema, lakini katibu mkuu wa wanawake taifa. Kama ulivyosikia, tumekuja hapa leo kumsikiliza makamu mwenyekiti wetu wa chama taifa, akiwa anajaribu kuongelea na kusisitiza juu ya mambo ambayo yanaendelea, lakini vile vile amezungumzia kuhusiana na mambo ambayo yanaendelea kujitokeza na akaendelea kuonyesha msimamo na uelekeo wa chama. Mimi kama mwanachama nianze labda kwa kuzungumzia swala zima la issue ya mwenyekiti wetu kukamatwa. Kama tunavyofahamu, mwenyekiti wetu wa chama alikamatwa na amefunguliwa kesi na amepewa kesi ambayo ni kesi ya uhaini, ambao sisi sote tunafahamu kesi ya uhaini sio kesi nzuri, alafu sio kesi nyepesi vile vile. Ni kesi ambayo inaonyesha kabisa kwamba huyu mtu amefanya kitu ambacho kinaweza kwenda kuleta shida kwenye nchi. Lakini tukitazama kwa mtizamo wa namna ambayo tunaamini nchi yetu inatakiwa kwenda, sisi kama wanachama wa chama cha kidemokrasia tunaamini mwenyekiti wetu yuko sahihi, na tunafikiri amekuwa akisimamia kile ambacho sisi wote tunatamani kukiona, ikiwa ni pamoja na kudai mgawanyo au haki sawa, kwa maana ya kupambania haki ya kidemokrasia ya wananchi wa Tanzania. Kwa hiyo kitendo cha kiongozi wa chama cha siasa kutimiza wajibu wake hasa wa kikatiba, lakini ikaonekana kwamba amekosea, mimi nakiona kama ni kitendo cha kibaguzi. Na kama katiba yetu inavyozungumza, iko wazi tena kwenye ile sura ya ngapi? Tukiangalia sura ya kwanza inasisitiza kabisa uwepo wa vyama vingi, lakini inaelekeza kuna taratibu kabisa za namna gani vyama vingi vinatakiwa kujiendesha. Lakini sura ya tatu imesisitiza namna bora ya kutekeleza siasa zetu, hasa tunapokuwa kwenye mfumo wa vyama vingi. Tunaona viongozi wetu wanafanya sahihi, na hata sisi wanachama tunafanya vitu ambavyo tunafikiri viko ndani ya katiba yetu, japo bado tunasema katiba yetu ina mapungufu, lakini vipengele ambavyo ni vichache vivopo bado vinatuelekeza namna bora ya kutekeleza wajibu wetu kama wanachama wa vyama vya siasa. Kwa hiyo ndio maana tunasema kesho, siku ya kesho, wananchi na wanachama ambao kweli wanataka kuiona haki kitendeka na wanatamani, wanaalikwa mahakamani, waje wasikilize, waisikilize mamlaka ambayo imepewa dhamana ya kusimamia wajibu na haki za raia wa Tanzania. Tuone kweli kama mamlaka hii, hasa mamlaka ya kimahakama, inakwendaje kutenda haki kwa mtu ambaye alikuwa anatekeleza jukumu lake la kikatiba. Kauli zile za wanachama wenzenu jana zinataka kushabihiana na kauli iliyotolewa na mwenyekiti wenu mstaafu Mbowe kwamba kuna majeraha yamebaki kwenye uchaguzi wenu wa Chadema ambao mliufanya. Kwa wale wenzenu jana wameshtumu kwamba kuna uongozi wa sasa haushauriki, haupokei maoni ya wanachama wengine ndani. Kwa hiyo ni kama vile uongozi wa kibabe na kikatili au kigaidi, tuseme kwamba ni no democracy ndani ya chama. Wale ni pia ni wenzenu na mmetokana mbali sana. Hili halioni kwamba linashabihiana na kauli ya mwenyekiti mstaafu kwamba sasa kuna majeraha mioyoni? Labda tulikwambie ni kweli hao ambao wamezungumza ni wanachama ambao ni wanachama wenzetu, na mchango wao ndani ya chama unafahamika. Wengi tu wamekuwa na mchango ambao ni mkubwa na wa kihistoria. Lakini baadhi ya kauli za kusema labda ndani ya chama hakuna demokrasia, mimi nadhani siwezi kuisema hapana kabisa au ndio kabisa, kwa sababu yawezekana wakati wanazungumza hawajajua ndani walikopaacha nini kinaendelea. Lakini kwa mfano kama mimi ni mjumbe wa secretariat ya chama ambaye naingia kwenye kamati kuu. Takumbuka kamati kuu yetu ya mwisho ambayo tulikaa, moja ya vitu ambavyo tulijadili ambayo ilikuwa ni moja ya ajenda za ndani ya kamati kuu, ilikuwa ni pamoja na kuendelea kuponya majeraha kwa hatua. Na ndio maana unaona hata hii programu ambayo inaendelea ya mikutano ya mikoani ambayo ilikuwa inaendeshwa na mwenyekiti, inaongozwa na mwenyekiti na makamu wakiwa wanagawana maeneo. Lengo lake ilikuwa ni mikutano ya hadhara, lakini ndani baada ya mikutano ilikuwa pia kuna vikao vya ndani vya chama, ikiwa ni pamoja na kuponya majeraha.
Inafahamika baada ya chaguzi maeneo yote lazima kuwe na majeraha, lakini majeraha huwezi ukaenda ukaita vyombo vya habari ukasema tunaponya majeraha. Majeraha yanaponyewa ndani na yanaponywa kwa kulingana na eneo husika, kwa sababu kila watu wana namna yao ya mapokeo ya kitu ambacho kiliwaumiza kwenye eneo lao. Kwa hiyo hiki kitu kimekuwa kikiendelea. Kwa hiyo ajenda ya kuponya majeraha kutokana na chaguzi ipo kwenye uongozi uliopo na inaendelea kwa kadri ambavyo programu ya chama ya no reforms no election inavyokwenda kushuka chini. Kwa hiyo ipo. Yeah. Kwa hiyo hao wenzenu ni kama wako sahihi ama hako sahihi? Swala la kuhitaji maridhiano au kuhitaji uponyaji ni swala la msingi na hiyo ni hoja. Lakini je, wao na wenyewe wamekubali kuwa sehemu ya hii process inayoendelea? Kama na wenyewe watashiriki wako kwenye process ya no reforms no election, maana yake watafikiwa. Mimi ni mwenyekiti wa baraza la wazee, baraza ambalo kimsingi ndio la kushauri chama, kushauri viongozi, na ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tumejitahidi kufanya hiyo kazi. Kuja kwenye swali lako ni kwamba chama chetu ni chama cha demokrasia na maendeleo, lakini demokrasia ina mipaka yake. Na kimsingi hawa watu wanaojiita G55, mimi nadhani wana kila sababu ya kutoa maoni, lakini inategemea maoni hayo wanayaweka katika misingi ipi na wanayatoa katika muktadha gani. Niliwasikiliza mara ya kwanza, lakini jana kwa mara ya pili, lakini jana alienda mbali mzungumzaji wao, ni kama kukisema chama vibaya, jambo ambalo halikubaliki. Kwa mfano kuongelea habari ya tume ya uchaguzi ambao wote tunaipigia kelele kwamba tunahitaji mabadiliko, na yeye anajua, wote wamesema kwamba tunahitaji reforms. Sasa kama tunahitaji reforms, ukienda kwenye hiyo ibara ya 74 kifungu kile cha 12 ambacho kinazungumzia kwamba hakuna mahakama yoyote itakayokuwa na mamlaka ya kuhoji tume ya uchaguzi pale inapofanya kazi zake. Hicho ni kifungu ambacho ni kibaya na tunakikataa kabisa. Tunataka kifanywe mabadiliko, lakini unaona kwamba wao ndio wamekisisitiza kusema kwamba kutokusaini ni kwamba tayari ni mamlaka ya tume, kitu ambacho kimsingi kanuni haiwezi kuwa juu ya sheria, na hata ukisoma ile sheria hamna mahali popote panasema kwamba lazima kusaini tarehe fulani, haipo hiyo. Kwa hiyo nitegemea kwamba kwa viongozi waandamizi kama wale wangekuwa na kwanza moja, hapakuwa na hiyo sababu, na chama hakijakataa kupokea maoni hata siku moja, na tunajua kwamba maoni yao yaliletwa baada ya kuwa yamevuja. Lakini na bado hatujakaa kamati kuu, kwa sababu kamati kuu ndio chombo kikuu cha chama ambacho kinaweza kuwa kimekasimiwa na mkutano mkuu na baraza kuu, na kwa kuwa mpaka kamati kuu baraza kuu likutane ni mara moja kwa mwaka na mkutano mkuu ni mara moja ndani ya miaka 5. Kwa hiyo unakuta pamoja na kwamba kuna mambo ambayo yanatakiwa yafanywe na mkutano mkuu, basi kamati kuu inakuwa imekasimiwa. Kwa hiyo bado kamati kuu haijakaa toka hayo mapendekezo yao au maoni yao yalivyokuja kwa katibu mkuu. Kwa hiyo ni jambo kubwa ambalo linapaswa kujadiliwa. Lakini niseme tu kwamba mimi naamini kwamba viongozi waliopo madarakani wamechaguliwa kihalali, na kwamba bado muda wao ni mdogo sana. Hatuwezi kuwajaji kwa muda huu mfupi. Tunaamini kwamba kazi itaendelea na wanaendelea kupambana. Kwa hiyo ni waombe G55 pamoja na yote wajitahidi moja kuheshimu, kwa sababu mahali popote kanuni, sheria, taratibu ndio vitu ambavyo vinafanya tukawa salama. Tungekuwa hatuna kanuni wala sheria wala katiba wala nini, basi kila mtu angekuwa anafanya anachokitaka. Kwa hiyo mimi ni mapendekezo yangu na ushauri wangu kwamba kama wana jambo lolote ambalo wanaona liko tofauti, wao wana maoni ambayo wanaamini ni bora yataboresha chama chetu, wafuate utaratibu wa kawaida. Mwalimu, kwa kufanya hivyo hawa ni kwamba wakwenda amena kinyume na kanuni za chama, na kama wameweza kufanya hivyo bila kufuata taratibu, madaktari wamekiuka na wamekisemea chama vibaya publicly. Mnahesabu kama ni wenzenu ama ni wakengefu tayari? Siwezi mimi kusema, kwa sababu kwanza moja, mimi sio msemaji wa chama.
Hilo la kwanza. Mimi kama nilivyokuambia ni mwenyekiti wa wazee na kazi yangu ni kutoa ushauri. Pale nitakapoomba kutoa ushauri nitatoa, lakini kuanza kwa hukumu watu hiyo kwangu itakuwa ngumu sana. Isipokuwa kama wazee kwa shauri. Kwa kweli hiyo ndo kazi yetu. Hiyo ndo kazi yetu na tayari tumeshafanya utaratibu. Hata juzi niliongea na makamu wangu wa wazee tukisema jamani hili jambo tunalifanyaje. Hata lile jambo la wenzetu wa Zanzibar kupeleka chama mahakamani nalo tumelijadili. Tutafanyaje? Basi tunaona ni muhimu, na nimejaribu pia kuongea na baadhi ya hao ambao walienda mahakamani. Kwa hiyo kuna mambo ambayo tunayafanya hayatoki hadharani kwa sababu ushauri ni jambo ambalo tunasema ni confidential. Halafu baadaye tukifika mwisho basi tunaweza kupeleka kwenye chama, kwenye vyombo ambavyo viko katika ndani ya taasisi yetu.